leo nimefurahi kufika hapa katika dimba la Uhuru Stadium, Simba Day, miaka 90 hatimaye. Miaka 90 ya kumbukizi kuanzishwa kwa klabu ya Simba. Pengine ilikuwa ni furaha kiasi gani kuja kuisherehekea miaka 90 ya kumbukizi? Kwa upande wangu ni jambo jema ambalo namshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutufikisha siku ya leo, kuweza kushuhudia wiki ya Simba Day, kutimiza miaka 90 ya Simba Day tangu ulipoanzishwa mwaka 1935. Ni kitu ambacho watu wengi walitamani kuweza kushuhudia hii siku, lakini Mwenyezi Mungu fundi, niseme Mwenyezi Mungu fundi, hawakuweza kufika, kwa sababu pia tulikuwa na viongozi kadhaa ambao walitamani kuweza kushuhudia siku hii, lakini hawakuweza kushuhudia. Wameweza kutangulia mbele za haki, ambapo naweza nikasema safari yetu ni moja, tutaenda kukutana nao huko. Ndani ya miaka 90 tunaona 2009 ilianzishwa hili tamasha la Simba Day. Leo 2026 tamasha la 17 kama sijakosea. Pengine ni tamasha lako gani ambalo lilikuwa ni lenye kufana zaidi? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema ni tamasha mbaya sana. Kwa nini nazungumza hivyo? Huu ni uwanja wenye capacity ya mashabiki 20,000 tu, only 20,000 only, nikimaanisha kwamba hawawezi kuingia zaidi ya mashabiki 20,000. Ni kitu ambacho kimeniumiza mpaka sasa hivi tunapozungumza hapa. Tiketi bado zinapatikana online, na hii naweza nikasema imesababishwa na nani? Niulize, imesababishwa na nani? Imesababishwa na nani? Yes, hii imesababishwa na mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu. Nani? Murtaza Mangungu ambaye ndio mwenyekiti wa mashabiki upande wa Simba Sport Club. Kwa nini nasema hivyo? Ameweza kutoa kauli ambazo zimetunyong'onyesha na zimetuumiza mashabiki wa Simba Sport Club, kwa sababu kuna viongozi ambao, unajua Simba sio timu ya mtu. Simba inasimamiwa na upande mbili tofauti, upande wa mwekezaji, upande wa mashabiki. Upande wa mashabiki tuko na Mheshimiwa Murtaza Mangungu ambaye ndio mwenyekiti, lakini alitoa kauli ambayo iliturudisha nyuma sana. Upande wa mwekezaji, baadhi ya viongozi walikuwa wako kule Rwanda. Upande wetu kama mashabiki tulikuwa tuko kule Ngorongoro kwa ajili ya kwenda kuzindua uzi mpya wa Simba Sport Club, lakini tukiwa safarini mwenyekiti anaenda kutoa kauli ambazo kwa upande wangu mimi hazikunifurahisha. Najua wanasimba wengi walichukia, tunajua hizo ni propaganda ambazo ni kwa ajili ya uchaguzi tu, kwa sababu uko karibuni. Mwenyekiti Mangungu tayari anaenda kumaliza msimu wake wa kwanza katika Simba Sport Club, lakini anatuleta propaganda ambazo zimeturudisha wanasimba wengi sana, wameturudisha. Anawatawanyisha wanasimba, ametutawanyisha kwa asilimia kubwa. Wewe huwezi kuniambia uwanja wenye capacity ya mashabiki 20,000 mpaka sasa hivi tiketi zinapatikana. Wewe sasa hivi nikwambia ingia mtandaoni nunua tiketi unapata brother, wakati ikiwa uwanja wenye capacity ya mashabiki 60,000 siku 3 before tiketi zimeisha brother. Kwa mantikio Yanga wamesajili kweli, wamejiandaa msimu ujao. Unaona Yanga akaenda kuchukua mara 6. Yanga hata kama wakiamua kuchukua mara 100 wana uwezo huo. Kwa nini? Sisi kuna watu ambao unakuta hawaelewani kwenye uongozi wetu, alafu kama hawaelewani basi zile chuki wanatupandikizia mpaka sisi. Kwa nini? Naomba niulize, kwa nini mpaka sasa hivi hawataki kusajili wanachama wapya wa Simba Sport Club kizazi cha Gen Z? Kwa nini hawataki wasajili wanachama wa Simba wa Simba Sport Club wa kizazi cha Gen Z? Kwa sababu nakupa mfano, uchaguzi uliopita ambao alichaguliwa Mangungu alikuwa anaingia ukumbini, watu wengi tulikuwa tunamzomea. Niseme ukweli, tulikuwa tunamzomea, lakini ukiangalia uwanja wa International Nyerere Conference una katika umeme, wakati tunajua una generator ambazo ni automatic. Umeme ukatika tu umeme unawaka pale wa generator, lakini umeme ulikatika. Baada ya muda tunatoa boksi nyingine, tunaambiwa kwamba bana hizi zisaulika kuhesabika, zinahesabiwa. Mangungu kashinda, na huyo Mangungu mwenyewe sikuwahi kumjua. Mimi nilikuwa namjua kwamba yeye yuko upande wa siasa. Yeye sikuwahi kusikia kwamba kuna timu yoyote anamiliki katika nchi hii, hata kama ni wa chini wa mtani, sikuwahi kusikia, lakini amekuwa mwenyekiti wetu.
Sisi tukasema tumemheshimu yoyote anayechaguliwa kutongoza, basi tunapaswa kufaje? Mheshimu. Na mimi nilimheshimu, ni mmoja wao, nilimheshimu. Lakini kwa nini anatufanyia mambo ya ajabu? Sisi tuko safari tunarudi, kuna viongozi wengine wako Rwanda, wako njiani wanarudi, alafu unakuja kutoa kauli za ajabu. Bana, nimeteua baraza la bana. Nikishikilia hapo tarehe 12 ni dabi ya Kariakoo. Sio dabi ya Kariakoo tu, ni mchezo wa ufunguzi wa pazia la ligi kuu ngao ya jamii katika dimba la New Amani saa 2:30 pale Zanzibar. Kutokana na mambo ambayo mko nayo, pengine mnaona mnaenda kufanikiwa kwa hili ambalo amelifanya mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza Mangungu. Hata mimi nikifungwa sishangai, kwa sababu tulikuwa tuko kimya, tulishakubaliana kwamba muda wake unaisha, ataenda kugombea kama atapata inshallah, kama atakosa inshallah. Lakini ametuvuruga wakati kwanza tuna siku yetu ya Simba Day ambayo ndio leo tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Inshallah tunakubali, lakini kwa nini kuna dirisha la usajili? Kwa nini asingeacha mpaka mwekezaji wetu Mo Dewji amalize kufanya usajili? Unafikiri Mo Dewji hajarudi nyuma? Sikarudi nyuma. Nizungumzie, kuna mchezaji ambao sisi tunamtamani sana, wana Simba, watu wengi, wana Simba, wana Yanga wanamtamani, Faisal Salum. Kila mtu anamtamani, namba 6 iliyonyoka kama rula. Uwezi kusema chochote kuhusiana na yule dogo, anafanya vizuri sana. Lakini unafikiri kwa kauli zilizotoka Mo Dewji anaweza kumsajili? Lakini akimsajili Mo Dewji, basi atakuwa ametutendea haki sana wana Simba. Bwana, tukishikilia hapo pengine tuseme kutokana na kauli yako nikinukuu, pengine nyinyi mmezoea kufungwa na Yanga. Sisi tumezoea kufunga na Yanga. Unajua Yanga wanatufunga kwa michongo, kwa sababu ukiangalia wanatufunga kwa michongo. Ukiangalia tangu tumegoma kuchezeshwa na marefari wa hapa nyumbani, Yanga hajatufunga mpaka sasa hivi brother. Tangu tumegoma kuchezeshwa na marefari wa hapa, Yanga hajatufunga, kwa sababu ukiangalia marefari wetu wana timu zao. Kwa hiyo unakuta sometimes wanapangiwa kwenda kuchezesha dabi ya Kariakoo wakati wao ni wana Yanga. Kwa hiyo kivyovyote hawezi kukubali Yanga akafungwa na Simba Sport Club. Tumeona marefari wengi wanafungiwa kwa sababu ya kuchezesha mechi za Young Africans, lakini kuanzia tumegoma kuchezeshwa na marefari wa hapa, Yanga hajatufunga. Au naongopa kama mwandishi wa habari? Naongopa. Zanzibar tumemweka, tumekataliwa goli, tumeambiwa sio goli, lakini tunakuja hapa kwenye vyombo vya habari wanasema ilikuwa ni goli halali. Okay, sawa, ni goli halali. Walifanya nini? Walichukua hatua gani? Wangetupa alama zetu 3 pale Zanzibar. Sasa safari ambalo goli limefungwa na Selemani Mwalimu, safari ungekuta Simba ndio bingwa wa NBC, lakini tumekosa goli ambalo tulimfunga pale Zanzibar, tumekosa ubingwa. Utasemaje hapo? Kwa pengine marefali wanakuwa changamoto bana. Tukisalia hapo tukielekea pale nchini Rwanda, tuliona klabu ya Simba ikishuka dimbani zaidi ya mchezo mmoja. Tumeona performance japokuwa ni kwa uchache sana wachezaji. Pengine unaona mnaenda kutoa mataji yote ambayo mliyapoteza msimu uliopita na misimu 4 nyuma. Labda niseme kuhusiana na game ambazo zimechezeka Rwanda. Unajua Rwanda kulingana na game ambazo zilikuwa zinaendelea pale, sisi Rwanda tulikuwa kama tuko pre-season, ndio pre-season yetu ya msimu huu ambao tumeiweka pale Rwanda. Lakini kwa wale wenzetu walikuwa wanawania tournament tournament walikuwa wanawania, wanapambania waweze kupata ubingwa. Lakini kwa upande wetu sisi kama Simba Sport Club tulikuwa tuko pre-season, umeelewa? Kwa hiyo sasa tungekuwa tumeenda kwa ajili ya kuwania ile tournament, na kuhakikishia kwa jina la Mwenyezi Mungu ule ubingwa tungeuchukua. Bana, tukishikilia hapo umemwona Dumbia aka Victor Patrick Osimhen. Dumbia bwana, mimi ukiniambia Dumbia mimi siwezi kumsemea sana kwa sasa hivi, kwa sababu nimeona mechi zake chache. Kwa hiyo mimi naamini atakapokuwa Simba, yeye yuko Simba Sport Club ndio atakapopewa nafasi
ndipo naweza kumjaji. Nikisema ni mjaji sasa hivi, mimi nitakuwa ni muongo. Siwezi kumjaji sasa hivi, ni muongo. Naomba nikupe mfano mzuri. Asante Kwasi wakati anasajiliwa Simba Sport Club, kila mtu alimkataa, nikamwambia tumpe muda, lakini ndani ya muda Asante Kwasi yeye ndo anatupeleka sisi tupate matokeo. Na kwa mfano mwingine Pasco Wawa amesajiliwa Simba, tukasema huyu hafai, kashazeeka na kadhalika, tukasema tumpe muda, lakini mwisho wa siku bila Pasco Wawa tupate matokeo. Amekuja Medi Kagere anakuja Simba, tulimkataa tukasema ni mzee, lakini mwisho wa siku Medi Kagere ametubeba kwenye makombe. Medi Kagere amebeba mfungaji bora mara ngapi katika ardhi? Mara nyingi, si ndio? Lakini mwanzoni tulimkataa. Kwa hiyo mimi siwezi kumjaji mchezaji kwa kucheza mechi moja, mechi mbili, mechi tatu, siwezi kumjaji. Mimi mchezaji aliyosajiliwa yoyote, kwangu mimi nitamsapoti kwa 100%. Akifanya vibaya nitazungumza kafanya vibaya. Bwana tukishikilia hapo kwa kumalizia, unaiona Simba tarehe 12 akaenda kutetea uteja wake ambao alikuwa nao huko nyuma. Bwana, tarehe 12 pale Jangwani tunaenda kushusha mzigo. Una maana gani kushusha mzigo? Tunaenda kushusha mzigo, tunaenda kukojoa pale Jangwani, tunaenda kuchimba dawa. Tunaenda kuchimba dawa. Tarehe 12 tunaenda kuchimba dawa. Na hiyo najua itawauma sana, ila tarehe 12 tunaenda kuchimba dawa. Bwana, nikushukuru sana. Asante sana bwana. Ele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.